anasema wa huwa an yantasiba ala aqibayhi wa suduri qadamayhi. Wa huwa nayo an yantasiba ala aqibayhi, ni kusimamisha visigino vyake viwili. An yantasiba ala aqibayhi, ni kusimamisha visigino vyake viwili. Wa suduri qadamayhi, na sehemu ya mbele ya miguu yake. Wa suduri qadamayhi, na sehemu ya mbele ya miguu yake. Kusimamisha visigino vyake viwili na sehemu ya mbele ya miguu yake, kisha yeye anakaa pale juu ya visigino pale. Hiyo ndo al-ikaa. Kuelezea na kutolea mfano hapa. Njoo wewe Ali utoe mfano hapa. Panda hapa juu ya meza, wakuone hawa waliokuwepo darasani, ambao hawapo watasikia tu. Panda hapa. Haya, kaa al-ikaa. Umeona hiyo? Hiyo inaitwa al-ikaa, kusimamisha visigino viwili. Visigino ndio hivi, na sehemu ya mbele ya miguu yake. Sehemu ya mbele ndio ipi? Ndio hii, baada ya vidole tu, hiyo inofuata kifua. Hiyo sehemu iko mbele, hiyo pia inakuwa imesimama na visigino na hiyo. Kisha mtu anakaa juu ya visigino vyake viwili, hali kwa miguu yake imeambatana pamoja, imesimama hivi, vidole vinaelekea kibula. Hii ndo al-ikaa. Mkao huu haufai isipokuwa mahala hapa tu ndio iliporuhusiwa. Sehemu yoyote kwenye swala haifai kukaa hivi isipokuwa mahala hapa. Mahala gani hapa tumefika? Hapa kwenye kitabu tumefika mahala gani? Tahiyatu. Ulikuwa unasinzia? Sio tahiyatu hii. Umeenda sijida ya mwanzo, umerudi, ndio itafaa kukaa hivi. Alafu kitokapo nina sijida ya pili. Sawa? Kwa baina ya sijida mbili itafaa mkao huu. Kinyume na kikao baina ya sijida mbili haifai kukaa. Ni hapa tu. Kwa hapa kuna namna mbili za kukaa, ikaa na iftirash. Kaa iftirash, mkao wa kawaida. Mguu wa kushoto unaokalia, mguu wa kulia unaosimamisha hivi, vidole vinaelekea kibula vya mguu wa kulia. Kwa ima huu au ule. Tumeelewa? Aya, nenda. Wayaqulu fi hadhihi aljilsa, na atasema ndani ya kikao hichi. Wayaqulu fi hadhihi aljilsa, na atasema ndani ya kikao hichi, Allahumma ighfirli, ewe Allah nisamehe mimi, warhamni, na unirehemu, wajburni, na uniunge. Nini maana ya niunge? Tushaeleza kwenye kitabu kilichopita. Warfa'ni, na uninyanyue mimi, waafini, na uniafu, warzuqni, na uniruzuku. Allahumma, ewe Allah, ighfirli, nisamehe mimi, warhamni, na unirehemu, wajburni, na uniunge, warfa'ni, na uninyanyue, waafini, na uniafu, warzuqni, na uniruzuku. Maneno hayo tuyasema kwenye kikao baina ya sijida mbili. Wa inshaa, na ikiwa atataka mwenye kuswali, qala, atasema. Wa inshaa, na ikiwa atataka mwenye kuswali, qala, atasema, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, ewe Mola wangu mlezi nisamehe mimi, ewe Mola wangu mlezi nisamehe mimi. Mara mbili. Kuna khiari, ima usome haya au haya yaliyotangulia juu. Wayutilu hadhihi aljilsata hatta takuna qariban min sajdatihi. Wayutilu hadhihi aljilsa, na atakirefusha kikao hichi. Wayutilu hadhihi aljilsa, na atakirefusha kikao hichi. Hatta takuna qariban, mpaka kiwe ni chenye kukurubiana. Hatta takuna qariban, mpaka kiwe ni chenye kukurubiana. Min sajidatihi, na sijida yake. Min sajidatihi, na sijida yake. Kikao baina ya sijida mbili atakirefusha hadi kikurubiane na kule kusujudu kwake. As-sajdatu thaniya, sijida ya pili.
thumma yukabbiru wujuban, kisha ataleta takbira kwa uwajibu. Thumma yukabbiru, kisha ataleta takbira wujuban, kwa uwajibu. Wayarfa'u yadayhi, na atanyanyua mikono yake, maa hadha takbiri, pamoja na takbira hii, ahyanan, mara moja moja. Shaelewa maelezo ya kunyanyua mikono kwenye sijida? Ndo hapa anaendelea, tuna msimamo wake Sheikh. Wayarfa'u yadayhi, na atanyanyua mikono yake, maa hadha takbiri, pamoja na takbira hii, ahyanan, mara moja moja. Wayasjudu as-sajdata ath-thaniya, na atasujudu sijida ya pili. Wahia, nayo hiyo sijida ya pili, ruknun aidha, ni nguzo vile vile. Sijida ya pili ni nguzo kama ilivyokuwa ya mwanzo. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani ya hiyo sijida ya pili. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani yake, ma, kile ambacho, sanaa, alikifanya, fil ula, kwenye sijida ya mwanzo. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani yake nini? Sijida hiyo ya pili, ma sanaa, kile alichokifanya, fil ula, ay fi sajdati ula, kwenye sijida ya mwanzo. Kwa maana kile alichokifanya na kukisema kwenye sijida ya mwanzo atakifanya na atakisema ndani ya sijida ya pili, hakuna tofauti. Jilsatul istiraha, kikao cha kupumzika. Jilsatu alistiraha, kikao cha kupumzika. Tushamaliza sijida ya pili, kuna kikao cha kupumzika pale. Yaqulu almuallif rahimahullah, fa idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya, na pindi atakaponyanyua kichwa chake kutoka katika sijida ya pili. Fa idha rafa'a ra'sahu, na pindi atakaponyanyua kichwa chake, minas sajdati thaniya, kutoka katika sijida ya pili. Kamaliza sijida ya pili, kainua kichwa. Wa arada nuhudha, na akakusudia kuvurumbuka, ila rak'ati thaniya, kuelekea kwenye rakaa ya pili. Kabbara, ataleta takbira, wujuban, kwa uwajibu. Amenyanyua kichwa chake kutoka katika sijida ya pili na anakusudia kuvurumbuka, kusimama sasa kwenda juu kuianza rakaa ya pili. Kabbara, ataleta takbira, wujuban, kwa uwajibu. Wayarfa'u yadayhi ahyana, na atanyanyua mikono yake baadhi ya wakati. Wayarfa'u yadayhi ahyana, na atanyanyua mikono yake mara moja moja. Huu ndio ule msimamo wake, sawa. Anataka kwenda juu, mtu anaambiwa ataleta takbira, atanyanyua mikono, kisha ndo ataenda juu. Ni ule msimamo wa kunyanyua mikono ndani ya hizi sajida, kuinama na kuinuka. Wayastawi qabla an yanhadha, na atakaa sawa kabla ya kuvurumbuka. Wayastawi, na atakaa sawa qabla an yanhadha, kabla ya kuvurumbuka. Qa'idan ala rijlihi al-yusra, hali ya kuwa ni mwenye kukaa juu ya mguu wake wa kushoto. Qa'idan ala rijlihi al-yusra, hali ya kuukalia mguu wake wa kushoto, ndo maana yake. Wayastawi, na atakaa sawa kabla an yanhadha, kabla ya kuvurumbuka, yani kabla ya kujisukuma kwenda juu, kujikurupua. Kabla hajenda juu atatulia pale. Qa'idan ala rijlihi al-yusra, hali ya kukaa juu ya mguu wake wa kushoto. Mu'tadilan, hali ya kuwa ni mwenye kulingana sawa. Mu'tadilan, hali ya kuwa ni mwenye kulingana sawa, ametulizana pale. Hatta yarji'a kullu 'adhmin ila mawdhi'ihi, mpaka urudi kila mfupa sehemu yake. Hatta yarji'a, mpaka urudi, kullu 'adhmin, kila mfupa, ila mawdhi'ihi, sehemu yake. Kabla hajenda juu anatakiwa tulie pale kwanza kidogo, apumzike, ndio jalsatul istiraha hiyo, kisha ndo atakwenda juu kuanza rakaa nyingine. Kwa ukiambiwa jalsatu alistiraha, maana yake ni baada ya kumaliza sijida ya pili, kabla hujaenda juu kuanza rakaa nyingine,
unatakiwa ukae pale kidogo utulizane, na kikao cha pale na kwa ni iftirash, kuukalia mguu wa kushoto, kuusimamishe wa kulia, utulie sawa sawa, kisha utavurumbuka sasa, utajisukuma kwenda juu kuanza raka nyingine. Kwa kule kukaa kidogo kabla ya kwenda juu ndio jilsatul istiraha, kikao cha kupumzika. Arraka'atu thaniya, rakaa ya pili. Thumma yanhadhu, kisha atavurumbuka, atajikurupua kwenda juu. Mu'tamidan ala al-ardh biyadaihi almaqbudataini, mu'tamidan ala al-ardh, hali ya kuwa ni mwenye kutegemea juu ya ardhi. Mu'tamidan, hali ya kuwa ni mwenye kutegemea, ala al-ardhi, juu ya ardhi, biyadaihi, kwa mikono yake, biyadaihi, kwa mikono yake, almaqbudataini, yenye kufumbwa au yenye kukunjwa, kukunjwa vidole. Mu'tamidan ala al-ardhi, hali ya kuwa ni mwenye kutegemea juu ya ardhi, biyadaihi, kwa mikono yake, almaqbudataini, yenye kufumbwa vidole au yenye kukunjwa vidole. Ile mikono vidole vyake vimekunjwa, vimefumbwa, hakuvinyoosha hivi wakati anajisukuma kwenda juu kuanza rakaa nyingine. Ataweka mikono yake chini, atategemea, hali ya kuwa vidole vimefumbwa na kukunjwa. Kama namna gani? Anasema kama yakbidhuhuma, kama anavyoifumba hiyo mikono au kama anavyoikunja hiyo mikono, al-ajinu, mwenye kuukanda unga. Al-ajinu, mwenye kuukanda unga, mwenye ukandaji wa unga. Mtu akikanda unga anakuwa vidole avimenyosha hivi, au kuna namna ya kuvikunja hivi wakati anakanda unga? Au amkandi unga nyi wanaume? Sasa si wanaume tunakandaje unga? Wamo watu wafanya kazi za kupika mikate kizamani, kabla hii haya majiko ya kisasa. Sasa kama vile akina mama unga ule wa mandazi wa chapati nyumbani, namna anavyo ile mikono akikanda ule unga ule. Sasa vidole vyako wakati unainuka kutoka chini kwenda juu viwe kama mkandaji wa unga. Mmoja aoneshe mfano. Kwani akina mama akikanda unga vidole wanavifanya vipi? Hawezi kuvinyoosha hivi, itakuwa haukandiki unga. Kuna namna ya kuvikunja. Wanafanyaje? Mmoja atuonyeshe. Tukishaona hiyo namna, ndio hii anaeleza shekhe, kama anavovifumba hivyo vidole na kuvikunja, al-ajini, mkandaji wa unga. Onyesheni mfano ili tuondoke hapa kwenye kipengele hichi. Onyesha mfano. Njoo. Aya, wewe umeona vipi mamako akikanda unga? Huko vidole uonyesha huko. Hivi au hivi? Vigandisha hivi wavione. Kama ngumi. Hivi. Sasa kuna watu naona wanainuka kwa hivi. Wamepata wapi? Huo ndo ukandaji wa unga hivi. Mtu ajisukuma hivi. Style hizi. Anyosha kidole cha gumba na cha shahada, afu ajisukuma juu kama vile kareti. Sasa sio ngumi, ni swala. Sio hiyo, sio ukandaji wa unga. Kwani kuna ukandaji wa unga wa ngumi? Maana wengine wanaeka ngumi kabisa moja kwa moja. Upo ukandaji wa unga huo? Kwa kwenye unga unatia ngumi hivi. Au ni namna ya hivi, kunda unga hivi, wengine wanaeka hivi. Almuhimu vidole utavikunja na kuvifumba kama vile anavyovikunja anaikanda unga. Ndio nataka kukusema hapa Sheikhul Albani. Sawa? Kwa utaweka namna hii wakati unajivurumbua sasa, kutoka chini kwenda juu kuanza rakaa ya pili. Juu ya ardhi unajitegemea kwa staili hiyo. Sawa, hiyo ipo. Huwezi hiyo, basi utaweka kawaida, vidole utavinyoosha utakuja juu. Lakini hiyo pia ipo.
Haya tunayoyasoma yote haya, ukirudi kwenye sifati salati na asli yote kaekea dalili ya Sheikh Albani, yote kuna hadithi zake, lakini hii ni talkhisi, yeye anaika ufupi tu. Dalili zake rudi kwenye sifati swala au kwenye asli, kila kitu kina dalili yake na hadithi kaika. Thumma yanhadhu mu'tamidan ala al-ardh, kisha atavurumbuka hali ya kuwa ni mwenye kutegemea juu ya ardhi, biyadaihi, kwa mikono yake miwili, almaqbudhatain, yenye kufumbwa vidole, kama yakbidhuhuma, kama anavyovifumba hivyo vidole au hiyo mikono miwili, kama anavyoifumba hiyo mikono miwili, alajin, mwenye kuukanda unga, ila rakaati thania, kuelekea mtu kwenye rakaa ya pili. Wahiya ruknun, nayo hiyo rakaa ya pili ni nguzo. Wahiya, nayo hiyo rakaa ya pili ambayo anaianza mwenye kuswali, ruknun, ni nguzo vile vile. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani yake, ma sanaa, kile alichokifanya, fil ula, ndani ya rakaa ya mwanzo. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani yake wapi? Kwenye hii rakaa ya pili anayoianza, atafanya ndani yake, ma sanaa, kile alichokifanya, fil ula, ay fi rak'ati al-ula, ndani ya rakaa ya mwanzo, alichokisema na alichokifanya ndani ya rakaa ya mwanzo atakisema na atakifanya ndani ya rakaa ya pili sawa sawa. Illa, isipokuwa, annahu, hakika yake, la yaqra'u du'a al-istiftahi, hatosoma dua ya ufunguzi wa swala. Kwenye rakaa ya pili hakuna dua ya ufunguzi wa swala, lakini vilivyobaki ni sawa sawa na rakaa ya mwanzo. Wayaj'aluha, na ataifanya hiyo rakaa ya pili, wayaj'aluha, na ataifanya hiyo rakaa ya pili, aksara, kuwa ni fupi zaidi, min arrak'ati alula, kuliko rakaa ya mwanzo. Rakaa ya mwanzo itakuwa ni ndefu, ya pili itakuwa ni fupi kidogo. Wayaj'aluha, na ataifanya hiyo rakaa ya pili, aksara, kuwa ni fupi, min arrak'ati alula, kuliko rakaa ya mwanzo. Aljulusu litashahudi, kukaa kwa ajili ya kuisoma tashahud. Aljulusu litashahudi, kukaa kwa ajili ya kuisoma tashahudi. Fa idha faragha min arrak'ati thaniya, na pindi atakapomaliza mwenye kuswali rakaa ya pili. Fa idha faragha, na pindi atakapomaliza almusalli min arrak'ati thaniya, rakaa ya pili, qaada, atakaa, litashahudi, kwa ajili ya kuisoma tashahud. Akimaliza rakaa ya pili, rakaa inamaliza wapi? Rakaa inamaliza baada ya kumaliza sijida ya pili. Kila rakaa mwisho wake ni pale inapomaliza sijida ya pili. Kwa akienda rakaa ya kwanza kamaliza, rakaa ya pili sijida ya mwanzo, sijida ya pili kamaliza, rakaa ya pili hatosimama juu. Ndio anasema mtunzi, fa idha faragha min arrak'ati thaniya, na pindi atakapomaliza mwenye kuswali rakaa ya pili, qaada, atakaa, litashahudi, kwa ajili ya kuisoma tashahudi. Wa huwa wajibun, na hilo ni wajibu. Hilo la kuisoma tashahudi, kukaa hapo na kuisoma tashahudi ni wajibu. Wayajlisu muftarishan, na atakaa hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao cha iftirash. Wayajlisu, na atakaa, muftarishan, hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao cha iftirash, kama sabaka baina sajidataini, kama ilivyotangulia baina ya sajida mbili. Tumeshaona kikao cha iftirashi baina ya sajida mbili, kuukalia mguu wa kushoto na kuusimamisha mguu wa kulia. Kikao kile atakaa hapa kwenye tashahudi ya mwanzo. Wayajlisu, na atakaa, muftarishan, hali ya kuwa ni mwenye kukaa kikao cha iftirashi, kama sabaka baina sajidataini, kama ilivyotangulia baina ya sajida mbili. Lakini intabihi, hapo analeta angalizo Sheikh. Lakini la yajuzu al-ikaa huna, haifai kikao cha ikaa hapa. La yajuzu, hakifai, al-ikaa, kikao cha ikaa, huna, hapa. Tumeona ikaa inafaa sehemu moja tu, baina sajidataini basi,
lakini sehemu nyingine yoyote haifai kukaa kikao cha ikaau. Mtu hapa ataka iftirash. Wayadha'u kaffahu al-yumna, na ataweka kiganja chake cha mkono wa kulia. Wayadha'u kaffahu al-yumna, na atakiweka kiganja chake cha mkono wa kulia ala fakhidhihi, juu ya paja lake, wa rukbatihi al-yumna, na goti lake la kulia. Kwa makini hapo na ataweka kiganja cha mkono wa kulia juu ya paja lake na goti lake la upande wa kulia. Mkono wa kulia juu ya paja au goti la upande wa kulia. Wa nihayatu mirfaqihi al-ayman, wa nihayatu mirfaqihi al-ayman, na hali ya kuwa ukomo wa kisukusuku chake cha upande wa kulia. Wa nihayatu, na hali ya kuwa ukomo mirfaqihi al-ayman, wa kisukusuku chake cha upande wa kulia. Kisukusuku mnakielewa? Ndio kipi wewe wakfu? Kisukusuku ndio kipi? Simama uonyeshe watu, elekea huko, waonyeshe kisukusuku ndio kipi. Pita huko mbele, waonyeshe kisukusuku ndio kipi. Onyesha huko. Hichi hapo mnaita nini kwa jina jingine? Mnaitaje nyie? Kipepsi, kiwiko, ndio hichi sasa. Sawa, sasa turudi kwenye kitabu. Anasema hivi, hichi kitu kwa wengi wao itakuwa ni kipi hicho tunachokisoma hapa? Kwa makini ukielewe. Wayadha'u kaffahu al-yumna, na atakiweka kiganja chake cha mkono wa kulia ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yumna, juu ya paja lake na goti lake la upande wa kulia. Hapo hakuna shida. Kiganja cha kulia juu ya goti au paja la kulia, sawa. Wa nihayatu mirfaqihi al-ayman, na hali ya kuwa ukomo wa kisukusuku chake cha upande wa kulia, tuko kwenye mkono wa kulia, na hali ya kuwa ukomo wa kisukusuku chake cha upande wa kulia, na ndio kusema ukomo ukasema ncha kwa lugha nyepesi, na hali ya kuwa ncha ya kisukusuku chake cha upande wa kulia ala fakhidhihi, kiko juu ya paja lake. Ala fakhidhihi, kiko juu ya paja lake. Huo ukomo na hiyo ncha ya kisukusuku iko juu ya paja lake. La yabudu anhu, haiko mbali kutokana na hilo paja. La yabudu anhu, haikai mbali hiyo ncha ya kisukusuku kuachana na hilo paja. Nani kaelewa? Nani kaelewa hapo? Mkono wa kulia mtakiwa ukae juu ya goti lako au paja kule mwishoni, na hii ncha ya kisukusuku hii inatakiwa isikae mbali na paja, yani ikae kwenye paja. Ndio vipi? Nani kaelewa watoto? Njoo hapa, onyesha mfano hapa. Ndivyo hii ncha hii iweke kwenye ukomo wa paja lako. Hiki kisukusuku kikae huko kwenye ukomo wa paja, ndio makusudio hapo. Sasa huko kwenye paja juu huko kuna kama kajifupa hivi fulani ndani. Ukigusa hapa kwenye paja lako unahisi kuna mfupa huko. Sasa hii ncha ya kisukusuku ikae huko. Kwa maana wakati wa kuswali mkono wa kulia unataka utandaze kwenye paja dhiraa hii. Ncha ianze huku mwanzo wa paja huko. Ndio sunna, mkono wa kulia tu, sio wa kushoto. Sawa, ncha ya kisukusuku ikae huku mwanzo wa paja lako. Sawa? Haya. Wengine ndo wanajua leo. Ndio faida ya kusoma hiyo sasa. Wayabsutu kaffahu al-yusra, na wayabsutu kaffahu al-yusra, na atakitandika kiganja chake cha mkono wa kushoto. Wayabsutu, atakitandika kiganja chake cha mkono wa kushoto, au atakikunjua, kutandika au kukunjua.
wayabsutu kaffahu al-yusra, na atakitandika au atakikunjua kiganja chake cha mkono wa kushoto, ala fakhidhihi, juu ya paja lake, wa rukubatihi al-yusra, na goti lake la upande wa kushoto. Kiganja cha upande wa kushoto atakitandika juu ya paja na goti lake, atakikunjua huko, kwa maana kiganja cha mkono wa kulia kitakuwa kimewekwa ile namna tulioelezea huko nyuma, tashahudi. Wala yajuzu, na wala haifai, an yajlisa, kukaa, mu'tamidan ala yadihi wa khususan al-yusra, na wala haijuzu an yajlisa, kukaa, mu'tamidan, hali ya kuwa ni mwenye kutegemea au hali ya kuwa ni mwenye kuegemea, ala yadihi, juu ya mkono wake, wa khususan al-yusra, na hasa mkono wa kushoto. Haifai kukaa mtu hali ya kuwa ameegemea mkono wake hasa wa kushoto, haifai kukaa hivyo. Umepata hiyo picha? Kama vipi? Sio mkata, no, umeitikia. Hebu tuonyeshe huko. Haifai kukaa hali ya kuwa mtu ameegemea mkono wake wa kushoto. Kama vipi? Sogea huko. Haya, kaa tashahudi. Mkono wa kulia kwanza tuone umekaaje. Kisukusuku kigae kwenye ncha ya paja lako, wa kushoto ukaweka hivi, eka chini, wategemea hivyo, egemee hivi. Mtu anaswali kakaa hivi. Sasa mkono wa kushoto kaweka huko juu ya ardhi, huko anauegemea hivi. Haifai namna hiyo. Utakuwa mkono wa kushoto ukae juu ya paja la kushoto, sawa? Haifai kukaa namna hii ukaweka chini ya ardhi ukauegemea, kama vile haumo ndani ya swala, haitakiwi. Wala yajuzu, na wala haifai, an yajlisa, kukaa mtu, mu'tamidan ala yadihi, hali ya kuwa ni mwenye kutegemea mkono wake, wa khususan, na hasa al-yusra, mkono wa kushoto. Tahriku al-isba'i wan nadharu ilaiha, kutikisa kidole, wan nadharu ilaiha, na kukitazama au na kukiangalia. Tahriku al-isba'i, kutikisa kidole, wan nadharu ilaiha, na kukiangalia hicho kidole. Katika mambo ambayo yanatakiwa yafanywe wakati umekaa tashahud ya mwanzo ya pili, kutikisa kidole na kukiangalia kidole. Wayaqbidhu asabi'a kaffihi liyumna kullaha, na atavifumba, kwa maana atavikunja vidole vya kiganja chake cha kulia vyote, kullaha, vyote. Wayaqbidhu, na atavifumba au atavikunja, asabi'a kaffihi liyumna, vidole vya kiganja chake cha mkono wa kulia, kullaha, vyote. Wayadau ibhamahu, na ataweka kidole chake cha gumba, ala isba'ihi alwusta, juu ya kidole chake cha katikati, taratan, mara fulani, taratan, mara fulani. Ataweka kidole chake cha gumba juu ya kidole chake cha kati. Anaambiwa atafumba vidole vyote vya mkono wa kulia, lakini ataweka kidole gumba hichi juu ya kidole cha kati. Itakuwa hivi, kidole gumba kinakaa juu ya kidole cha kati. Wataratan, na mara nyingine, wataratan, na mara nyingine, yuhalliqu bihima halqatan, atazungusha kwa vidole hivyo viwili duara. Yuhalliqu, atazungusha, bihima, kwa hivyo vidole viwili, halqatan, duara. Kidole gani na kidole gani? Kidole gumba na kidole cha kati. Wakati mwingine anaambwa atazungusha kwa vidole hivyo duara, kwa maana alileta ule mfumo tulielezea kwenye risala za nyuma. Ima dole gumba likae juu ya kidole cha kati, au azungushe duara kwa vidole hivyo viwili. Wayushiru biisba'ihi as-sababati ila al-qibla, na ataashiria kwa kidole chake cha sababa kukielekeza kibla. Wayushiru biisba'ihi,
na ataashiria kwa kidole chake as-sababa cha shahada ila al-qibla, kuelekea kibla. Kidole cha shahada kitakuwa kimeelekea mbele. Wayarmi bibasarihi ilaiha, intabihi, wayarmi sunna nyingine, wayarmi bibasarihi ilaiha, anasema wa huwa an yantasiba ala aqibayhi wa suduri qadamayhi. Wa huwa nayo an yantasiba ala aqibayhi, ni kusimamisha visigino vyake viwili. An yantasiba ala aqibayhi, ni kusimamisha visigino vyake viwili. Wa suduri qadamayhi, na sehemu ya mbele ya miguu yake. Wa suduri qadamayhi, na sehemu ya mbele ya miguu yake, kusimamisha visigino vyake viwili na sehemu ya mbele ya miguu yake, kisha yeye anakaa pale juu ya visigino pale. Hiyo ndo al-ikaa. Tushe kuelezea na kutolea mfano hapa. Njoo wewe Ali utoe mfano hapa, panda hapa juu ya meza wakuone hawa waliokuwepo darasani, ambao hawapo watasikia tu. Panda hapa. Haya, kaa al-ikaa. Umeona hiyo? Hiyo inaitwa al-ikaa, kusimamisha visigino viwili. Visigino ndio hivi, na sehemu ya mbele ya miguu yake. Sehemu ya mbele ndio ipi? Ndio hii, baada ya vidole tu, hiyo inofuata kifua. Hiyo sehemu iko mbele, hiyo pia inakuwa imesimama na visigino na hiyo. Kisha mtu anakaa juu ya visigino vyake viwili, hali kwa miguu yake imeambatana pamoja, imesimama hivi, vidole vinaelekea kibula. Hii ndo al-ikaa. Mkao huu haufai isipokuwa mahala hapa tu ndio iliporuhusiwa. Sehemu yoyote kwenye swala haifai kukaa hivi isipokuwa mahala hapa. Mahala gani hapa tumefika? Hapa kwenye kitabu tumefika mahala gani? Tahiyatu. Ndio unasinzia? Sio tahiyatu hii. Umeenda sijida ya mwanzo, umerudi, ndio itafaa kukaa hivi. Alafu kitokapo nina sijida ya pili. Sawa? Kwa baina ya sijida mbili itafaa mkao huu. Kinyume na kikao baina ya sijida mbili haifai kukaa. Ni hapa tu. Kwa hapa kuna namna mbili za kukaa, ikaa na iftirash. Kaa iftirash, mkao wa kawaida. Mguu wa kushoto unaokalia, mguu wa kulia unaosimamisha hivi, vidole vinaelekea kibula vya mguu wa kulia. Kwa ima huu au ule. Tumeelewa? Aya, nenda. Wayaqulu fi hadhihi aljilsa, na atasema ndani ya kikao hichi. Wayaqulu fi hadhihi aljilsa, na atasema ndani ya kikao hichi, Allahumma ighfirli, ewe Allah nisamehe mimi, warhamni, na unirehemu, wajburni, na uniunge. Nini maana ya niunge? Tushaeleza kwenye kitabu kilichopita. Warfa'ni, na uninyanyue mimi, waafini, na uniafu, warzuqni, na uniruzuku. Allahumma, ewe Allah, ighfirli, nisamehe mimi, warhamni, na unirehemu, wajburni, na uniunge, warfa'ni, na uninyanyue, waafini, na uniafu, warzuqni, na uniruzuku. Maneno hayo tuyasema kwenye kikao baina ya sijida mbili. Wa inshaa, na ikiwa atataka mwenye kuswali, qala, atasema. Wa inshaa, na ikiwa atataka mwenye kuswali, qala, atasema, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, ewe Mola wangu mlezi nisamehe mimi, ewe Mola wangu mlezi nisamehe mimi, mara mbili. Kwa na khiari, ima usome haya au haya yaliyotangulia juu. Wayutilu hadhihi aljilsata hatta takuna qariban min sajidatihi. Wayutilu hadhihi aljilsa, na atakirefusha kikao hichi. Wayutilu hadhihi aljilsa, na atakirefusha kikao hichi, hatta takuna qariban, mpaka kiwe ni chenye kukurubiana.
hatta takuna qariban, mpaka kiwe ni chenye kukurubiana, min sajidatihi, na sijida yake, min sajidatihi, na sijida yake. Kikao baina sijida mbili atakirefusha hadi kikurubiane na kule kusujudu kwake. As-sajdatu thaniya, sijida ya pili. Thumma yukabbiru wujuban, kisha atalete takbira kwa uwajibu. Thumma yukabbiru, kisha atalete takbira wujuban, kwa uwajibu. Wayarfa'u yadayhi, na atanyanyua mikono yake, maa hadha takbiri, pamoja na takbira hii, ahyanan, mara moja moja. Shaelewa maelezo ya kunyanyua mikono kwenye sijida? Ndo hapa anaendelea, tuna msimamo wake Sheikh. Wayarfa'u yadayhi, na atanyanyua mikono yake, maa hadha takbiri, pamoja na takbira hii, ahyanan, mara moja moja. Wayasjudu as-sajdata thaniya, na atasujudu sijida ya pili. Wahia, nayo hiyo sijida ya pili, ruknun aidha, ni nguzo vile vile. Sijida ya pili ni nguzo kama ilivyokuwa ya mwanzo. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani ya hiyo sijida ya pili. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani yake, ma, kile ambacho, sanaa, alikifanya, fil ula, kwenye sijida ya mwanzo. Wayasna'u fiha, na atafanya ndani yake nini? Sijida hiyo ya pili, ma sanaa, kile alichokifanya, fil ula, ay fi sajdati ula, kwenye sijida ya mwanzo. Kwa maana kile alichokifanya na kukisema kwenye sijida ya mwanzo atakifanya na atakisema ndani ya sijida ya pili, hakuna tofauti. Jilsatul istiraha, kikao cha kupumzika. Jilsatu alistiraha, kikao cha kupumzika. Tushamaliza sijida ya pili, kuna kikao cha kupumzika pale. Yaqulu almuallif rahimahullah, fa idha rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya, na pindi atakaponyanyua kichwa chake kutoka katika sijida ya pili. Fa idha rafa'a ra'sahu, na pindi atakaponyanyua kichwa chake, minas sajdati thaniya, kutoka katika sijida ya pili. Kamaliza sijida ya pili, kainua kichwa. Wa arada nuhudha, na akakusudia kuvurumbuka, ila rakaati thaniya, kuelekea kwenye rakaa ya pili. Kabbara, atalete takbira wujuban, kwa uwajibu. Amenyanyua kichwa chake kutoka katika sijida ya pili na anakusudia kuvurumbuka, kusimama sasa kwenda juu kuianza rakaa ya pili. Kabbara, atalete takbira wujuban, kwa uwajibu. Wayarfa'u yadayhi ahyana, na atanyanyua mikono yake baadhi ya wakati. Wayarfa'u yadayhi ahyana, na atanyanyua mikono yake mara moja moja. Huu ndio ule msimamo wake.